Umependeza sana mwanangu. Baba yako kwa sababu niko hai, nitahakikisha na kupambania mwanangu usome ufike mbali. Niahidi utafaulu usifeli. Fizi, basi ungeniacha mimi nimpeleke Amanda shule, maana hapa mnavyoongea mtu malizi sasa hivi. Hapana. Jukumu la kumpeleka Amanda sasa hivi hapa. Unajua ni muda mrefu sana nilikuwa sifanyi kama hivi. Kwa hiyo kwa sasa hivi baki hapa nyumbani, pika chakula, osha vyombo, fua nguo na mambo mengine ambayo yanapaswa mwanamke aweze kufanya. Hiyo inampeleka. Usiwaze kuhusu jua. Si ndio msichana? Usinune, leo nakupeleka mimi shule. Sawa? Happy kwanza. Mwanangu, hapa sasa umekuwa kijana msomi. Sawa? Mama Amanda, mimi naomba nimpeleke shule. Bye. Haya bwana, mfike salama na usikawie kurudi. Bye mama. Bye mtoto wangu. Ciao. Mimi ndo naondoka naye. Binti yangu huyo msomi asiyependa shule. Mjinga kabisa. Asiyependa shule. Mjinga kabisa. Nakupenda baba watoto, ukitabasamu mwenzako unanimaliza, na kosa la kusema umeniweza baba. Napenda ufahamu wewe ndo furaha yangu, kipenzi cha moyo wangu, nipe raha. Mimi ni wako, ndabaki kuwa wako, siwezi kwenda mbali, wakuibe wende zako baba chanja. Nakupenda, rudisha fikra. Karibu sana Mr. Twiz. Nimesikia umekuja mara kadhaa hapa, lakini nilikuwa niko napilika sana uko ofisini, maana nilitakiwa nitoke kidogo nje ya mji, hivyo ndo nimeweza kurejea. Asante sana Dr. Medic. Hata hivyo nimefanya jitihada sana kuweza kupajua nyumbani kwako. Na kilichonileta ni jambo lile tu. Nahitaji kufahamu wale watu ambao ulisema walikuja hospitali, na nahitaji kufahamu kuhusiana na wale watu ambao mara mwisho uliniambia kwamba waligeuza zile information hadi ukaandika sumu. Ni akina nani? Mr. Twiz, unajua ni muda mrefu sana umepita, hivyo inakuwa ni ngumu sana mimi kukumbuka hiki kitu. Yaani kila nikijaribu kuvuta taswira ili niweze kung'amua chochote, akili inanikataa kabisa. Sina watu ninaokumbuka kwa sasa. Lakini dokta, unaweza ukaniambia muonekano wao ulikuwaje? Mmoja alikuwa tu kama anaonekana kama mtu mzima fulani hivi. Mtu mwenye umri kati ya miaka 40 kama mpaka 45 hivi. 40 mpaka 45. Sawa. Vipi kama nikitafuta mtaalamu wa kuchora, alafu nikaja naye hapa, ukawa unatoa maelekezo na mchora yule mtu hadi sura yake katokea? Unaweza kutoa ushirikiano katika hilo? Sina hakika sana na hilo jambo, kwa sababu kama nilivyokueleza, image zao katika akili yangu zimeshaanza kutoweka. Kwa hiyo sidhani kama tunaweza tukapata kile kitu ambacho kikani kizuri zaidi. Hiyo taswira unayoifikiria. Lakini wewe kama unahisi inawezekana, sawa, mimi nitajaribu tu kutoa ushirikiano kadiri ya uwezo wangu. Ondoa wasiwasi kutokana na hilo. Mimi nitajua nafanyaje. Lakini kwenye akili yako naomba uweze kufahamu kwamba nahitaji sana msaada wako. Hawa watu ni muhimu sana niweze kuwafahamu. Ondoa shaka katika hilo. Basi ngoja nikuache. Tutaonana kwa mara nyingine. Sawa, karibu.
kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Samahani wewe binti. Shikamoo. Shikamoo mwenyewe. Msikize kwa makini wewe binti. Bila shaka wewe ni mzazi na unajua vizuri uchungu wa mwana. Sasa ulivyokuwa wewe, hata na mimi ni vile vile. Binti yangu anasumbuliwa sana na tumbo, na chanzo cha ugonjwa huu ni wewe na mwanao. Mama, mbona sikuelewa unazungumzia nini? Na wewe ni nani? Au umenifananisha? Mimi ni nani? Mimi ni mama yake na Adela. Sasa basi, nakupatia muda mchache kuanzia sasa. Nataka mwanangu arudi kwenye hali yake ya kawaida. Nadhani umenielewa. Na bila kufanya hivyo, wewe na mtoto wako hamtabaki salama. Nadhani utakuwa umenielewa. Maisha na matatizo, mbona kama naelewa. Winanda, binti, hii dawa nayokupatia, endapo ukifuata masharti, huyo mwanaume atakuganda kama ruba. Winanda. Masharti gani hayo mganga? Mimi niko tayari kwa sharti lolote lile. Nina shida na pesa, nahitaji kwenda kuwajengea wazazi wangu nyumbani. Vizuri sana binti. Masharti ni kama ifuatavyo. Kabla hujakutana na ule bwana, inatakiwa mimi ndo nikuingizie kwa kichwa. Winanda. Mganga, hamna namna nyingine ya sharti lingine? Maana hilo mbona kama gumu sana. Hii dawa ili iweze kufanya kazi vizuri, lazima nikuwekee kupitia kichwa changu. Baada ya hapo, utakuwa umekamilisha jambo lako. Mganga, ina maana hakuna namna nyingine au njia nyingine au sharti lingine la kufanya tofauti na hiyo? Hakuna njia nyingine. Alafu hakuna mafanikio yanakuja kwa wepesi wepesi binti. Mafanikio yote huwa yana gharama. Winanda. Mganga, unamaanisha ukiniwekea hiyo dawa nitamaliza shida zangu na jamaa atakubali kila kitu ninachomwambia? Yaani namaanisha nikimwomba pesa yoyote ananipa? Basi kama ni hivyo, mimi niko tayari kwa sababu nina shida sana na pesa. Yaani nina shida sana na pesa mganga. Winanda. Kesho kabla ya kwenda kukutana na huyo mwanaume, inabidi upite hapa. Kwa hiyo hilo zoezi litafanyikia hapa hapa? Usijali, hakuna mtu yote atakayefahamu. Winanda. Lakini ukifanikiwa usije ukanisahau, unaweza ukaondoka. Usiage. Kwenye mizimu huwa hawagi. Unaweza ukaondoka. Unaweza ukaondoka binti. Winanda. Hayo ndio mapasi ya mganga. Napiga mapasi kama maele. Pasi moja goli. Huyu Cheupe kesho kazi anayo. Pasi moja, shuti moja, goli. Hicho ndo chakula cha mganga.
Baba. Wow, mwanangu. Vipi lakini? Poa. Masomo yameendaje? Vizuri. Umesoma mwanangu? Nimesoma baba. Masomo yalikuwaje? Vizuri. Soma gumu? Najivunia sana. Nimekutana na marafiki zangu, wamenimisi wakaanza kunifurahia. Wow. Basi twende nyumbani, mama anakusubiri, ashapika chakula kitamu. Tunaenda kula, si ndio? Ndio baba. Chop. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mama huyo. No. Vipi mtoto wangu? Shule umekuonaje? Nzuri. Umesoma? Mwanangu msomi huyo. Mama Manda, nilikwambia huyu mimi nitamsimamia, nitahakikisha anakuja kuwa rais. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo umemsubiri, umempeleka, kasoma, ndio umeamua rudi na ukashindwa kurudi hata nyumbani? Mama Manda, unafahamu ni siku nyingi sana sija kukaa na mtoto wangu kama hivi. Kwa najisikia raha na amani, Usijali, vipi chakula lakini kiko tayari? Tunasikia njaa. Njaa. Chakula kipo tayari, tuendane tukale. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Kama ungekuwa umenielewa vizuri, kikubwa ninachokimaanisha mimi ni sitaki kwenda kinyume na wewe. Yaani sitaki hata kwa asilimia ngapi yani. Lakini nashindwa kwa sababu Twiza amekuwa akinichanganya sana. Sasa nikaona nikufuate na unielekeze, labda pengine unaweza kunipa mbinu za kumkwepa. Mimi kwangu inakuwa ni vigumu sana. Yaani inakuwa sielewi nifanye nini. Najua una maarifa mengi sana ambayo unaweza ukanipa. Niambie chochote kile, mimi niko tayari kufanya. Ili mradi tu nisiweze kutoka. Yaani nisichokitaka mimi ni kwenda kinyume na matakwa yako. Iko tu. Wajua, nilikiwa naongea point, lakini umekuja kuniambia upuuzi ambao hata mtoto mdogo hawezi kuruhusu kukusikiliza. Sasa wewe, wanaume wako nauweka wapi? Unanifanya niwe na mashaka na wewe. Kiongozi, yani natamani pangelikuwa kuna uwezekano basi hata ni kuonyeshe kilichoko moyoni mwangu, ni kuonyeshe tamaa yangu ilipo. Huenda ongeza kunielewa. Yani sina lengo lolote lile la kwenda kinyume na wewe. Ndio maana nimekufuata, kwa sababu naona ananisumbua na sijui nifanye kitu gani ili mradi niweze kumwepuka. Ananifuata sana. Yani ni king'ang'anizi. Anaonekana ni mtu ambaye anahitaji ana uhitaji mkubwa sana wa kufuatilia hiki kitu. Na mimi nashindwa, ndio maana nimekufuata ili mradi uweze kunipa maarifa. Nifanyeje ili mradi niweze kuepukana na hili jambo? Unajua wengi wetu tumekunywa maji tuliyopaswa kuyanawa. Nimejaribu,
na nimejitahidi sana kuweka imani kubwa kwako, lakini umekuwa na vikao vingi sana na Twizi. Umekuwa na vikao vya dharura vingi na Twizi, na unavifanya mbele ya deri lako. Ni kwa vile haumjui Twizi vizuri. Twizi ni king'ang'anizi baba. Twizi ni king'ang'anizi. Yaani sijui nitumie njia gani ya kumkwepa ili bado niweze kumkwepa. Sijawahi kumwita nyumbani hata mara moja. Ni yeye tu nashtuka kashafika. Kashafika. Mimi sina cha kufanya. Na istoshe, yeye anahisi mimi ndo najua kila kitu. Nimeshamwambia nashindwa. Nikiwa na Twizi hanielewi. Nikirudi kwako haunielewi. Nashindwa katika kundi gani ambalo naweza nikaeleweka. Naomba basi kwa katika upande wangu nielewe basi. Mwanaume hatakiwi kuzungumza sana. Hutakiwi kujieleza sana. Njia unazo nyingi za kumkwepa. Haitakiwi hata kufundishwa. Tumia wanaume wako. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanao sogea hapa. Wewe nilikuacha ndani. Unatoka wapi huko nje? Maji yalikuwa yanamwagika kule. Maji? Una uhakika? Kwa hiyo nilienda tu kuyafunga. Kama ni hivyo, kwa nini unang'ata maneno kunijibu? Hamna. Kuna kitu unafanya kwa siri? Pana. Amekulipa kiasi gani cha fedha kunichunguza? Babe, mimi sijui nazungumzia nini. Umeahidiwa kiasi gani cha fedha kunifuatilia? Mimi sikufuatilii. Mimi nipo kwa ajili yako. Naomba simu. Leta simu. Taja password. Taja password. Moja. Sab. Tet. Ten. Ume. Kwa nini unanitajia password ya uongo? Weka password.
naomba uweke akilini hili. Huruhusiwi kufanya kitu chochote hapa ndani bila oda yangu. Narudia tena, hutakiwi kutoka kufanya kitu chochote bila ruhusa yangu. Hata kama unataka kwenda chooni, niombe ruhusa. Tumeelewana? Sasa nenda kinyume na ninachokwambia, utaijua rangi ya udhurungi ikoje. Pole mwanangu, daktari kasema utakaa sawa. Mama, napitia maumivu makali sana sana mama. Kwa kuwa mimi ni bingwa wa kuyajua magonjwa, naona hali yangu inazidi kuwa mbaya sana, na mimi najua kuyatengeneza magonjwa na kuwatupia binadamu. Kwa huu ugonjwa ambao naumwa mimi, naona siwezi kupona kabisa, na suluhisho lake mama ni hizi mali zote kuzirudisha mikononi mwa Twiz. Unasemaje mwanangu? Ndio hivyo mama, tusipofanya hivyo mimi nitakufa. Kuna wakati tunaoamini. Mwanangu, hilo swala haliwezekani. Nimetoka kijijini, nimekuja mjini, nishawapigia watu wote kijijini, nimewaambia mwanangu kwamba mimi nishakuwa wakishua. Leo wanione tena mabegi yangu narudi kijijini? Hapana mwanangu, Isu langu mimi nitaiweka wapi? Hilo swala haliwezekani. Lakini mama, mimi sasa hivi na hali mbaya kama hivi, ukikataa kurudisha hizi mali za Twiz nitakufa mimi mama yangu. Kwa huko lazima mimi nife kwa sababu ya hizi mali tu za muda. Kweli mama, mimi naomba tu ukubali turudishe hizi mali ili mimi niwe salama. Adela, siku zote mwanajeshi hufia vitani. Wewe vipi sasa unataka ukimbie vita? Hapa ndani hatoki mtu jino kwa jino. Haiwezekani wewe mtoto mdogo akusumbue wewe akili. Hicho kitu kifute kwenye akili yako. Habanduki mtu hapa. Mama, siku zote ni fedheha, maumivu na jeraha. Bora ugali mahade kwenye furaha kuliko mainitende kwenye majanga. Kuanza moja moja ni kheri kuliko viojaoja na nyingi shari. Tadunduliza kidogo kidogo, maisha yaende nikiwa mawe, sina msongo wala vipenjere. Baba yoyo mwenzio ndio nishakufa hivyo, na siwazi kwenda mbali na wewe, na kupenda hivyo hivyo. Bora ugali mahade